Ni wachezaji ambao kocha anawategemea kuwaona vizuri katika michuano ya Mapinduzi ili aweze kuwategemea katika timu ya Simba Sports Club. Uchebe, kuna taarifa ama kuna tetesi ambazo zinaendelea hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikimhusisha mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Kibu Denis kutakiwa na Al Ahly Benghazi ya kule Libya. Kwako hii imekaaje? Simba wafanye biashara au wasubirie mpaka mkataba wake utakapoisha aondoke kama mchezaji huru? Kwa saizi kama kuna timu inamhitaji na hizo ni tetesi, basi wamsikize kocha, kwa sababu kocha ndio mwenye maamuzi. Kama ikiwezekana wanaweza wakamwachia naye akaenda katafuta maisha yake ya baadaye, kwa sababu mpira baada ya mpira kuna maisha mengine. Kwa hiyo kipindi hichi ambacho Kibu Denis anahitajika na timu, baadhi ya timu, basi ndio kipindi ambacho hata yeye mwenyewe anaweza akajitengenezea fedha nyingi kupitia mpira. Lakini sasa ukisema umbanie mchezaji na alafu inafika dirisha kubwa, pengine Simba shamazana naye mkataba lakini amepata majeraha, ina maana hata hizo timu ambazo walizokuwa wanamhitaji hawawezi tena kumchukua. Mfano mzuri tu kwa mchezaji wa Yanga nani, Mzize ilitokea ofa kubwa, viongozi wakambania, mwisho wa siku yeye mwenyewe amecheza kwa stress na afu amekwenda ameumia. Saizi hata Mzize timu hata ya daraja la pili usema kwenda kumnunua wamhitaji. Kwa hiyo kama umefika muda kuna timu kama hiyo aliyosema ya Libya Al Ahly Benghazi wanamhitaji, basi mimi naunga mkono kama kocha na yeye atatoa fursa ya kusema anaweza akauzwa, na dirisha litakapofunguliwa Simba akasajili mchezaji mwingine. Kuna wachezaji wazuri wa nje na kuna wachezaji wazuri hapa ndani ambao wengine wanamzidi kiwango Kibu Denis, lakini kuna wengine wanaweza kaziba pengo la Kibu Denis. Mchezaji mimi napenda pale timu inapomhitaji basi aweze kuuzwa, hata kama ni mchezaji ambaye ana faida gani, kwa sababu mpira ni biashara na biashara inategemea pande zote mbili. Hata klabu nayo inategemea biashara na mchezaji pia anategemea biashara. Wasiangalie tu klabu maslahi yao bila kuangalia maslahi ya mchezaji. Kwa hiyo hata leo hii Simba anaweza, kama klabu ya Simba ikapata mdhamini mkubwa ambaye anataka kuidhamini Simba na Simba wakakaa chini wakampokea mdhamini. Kwa hiyo hata mchezaji anapohitajika kwenye timu yoyote, hata kama ana umuhimu kiasi gani, basi mimi kama mimi napendekeza mchezaji huyo wampe fursa wa kwenda kumuuza na yeye akaangalie maisha baadaye, kwa sababu pia Kibu Denis anapokwenda kucheza timu nyingine, ukiachia Simba, kwanza tunatengeneza wachezaji wengi wa Tanzania kucheza nje ya nchi, inatuletea manufaa katika timu yetu ya taifa. Leo hii ukimtolea mfano kama Shemalan Fondo alikuwepo Simba akacheza vipindi viwili, akatoka Simba kaenda MC Alger. Leo hii Shemalan Fondo amekuwa nguzo sahihi pale katika timu yake ya Kameruni, anacheza dakika zote 90. Lakini kitu kilichomfanya kimsafishie njia ni Simba Sports Club. Kwa hiyo hata mimi ninavyosema, mchezaji yoyote wa klabu ya Simba kama kuna timu inamhitaji, awe Mtanzania asiwe Mtanzania, basi viongozi wasimbanie sana, aende akacheze ili na yeye mwenyewe akuze kipaji chake, akuze na pia kiwango chake na akuze matarajio yake ya baadaye. Uchebe, tetesi zinasema tupo katika dirisha dogo la usajili kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji huduma ya mshambuliaji bora wa ligi ya Malawi. Hapa nazungumzia Nyasa Big Bullet, mchezaji Chiku Salim mwenye umri wa miaka 24 ambaye amehusika katika magori 28 msimu uliopita. Hizo ni ingizo sahihi. Hizo ni tetesi, lakini sasa ukiangalia ligi ya Malawi mchezaji ana miaka 24, ana magoli 24 na ana magoli 15 na alafu pia yeye mwenyewe bado mdogo na ana miaka 24. Kwa hiyo huyu si mchezaji ambaye, si forward ambaye anakuja Simba tuseme ni matarajio yetu makubwa ya kuweza kumwamini moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia ligi ya Tanzania bara ni ligi ya 5 barani Afrika. Ligi ya Malawi ukigugu hapo unaweza kupata ligi hata ya 20 au 30 au 50. Sasa mchezaji ana magoli 14 anakuja Tanzania hapa, tena klabu kubwa ya Simba barani Afrika, yani ya 5 barani Afrika, tuseme tumtolee macho tumtegemee moja kwa moja. Mimi hilo sioni kama huyu mchezaji anaweza kuja akafiti moja kwa moja. Labda anaweza tukaanza kusema atakuja tukamwangalia
kwa msimu wa baadaye, pengine misimu miwili tumtegemee, lakini sio msimu huu, kwa sababu kwanza ukiangalia Simba msimu huu tunahitaji mchezaji ambaye yuko tayari professional kabisa, kwa sababu ukiangalia katika ligi tumepoteza mechi moja, ukiangalia katika michuano ya klabu bingwa hatuna pointi hata moja. Kwa hiyo tunahitaji wachezaji wale ambao ni professional, washakwepa mishale mingi sana. Lakini ukimchukua mchezaji ambaye anatoka Malawi, umeona anakuja hapa Simba eti kwa sababu ana magoli 14 sijui assist ngapi ligi ya Malawi, hata mimi nikaenda kucheza pale kwa msimu mzima naweza nikatoka hata na magoli 10. Kwa hiyo si mchezaji ambaye tunaweza kusema tukamtegemea kwa 100%. Ukiangalia Jonathan Soa tu, umeona pale alipokuwa Singida, angalia magoli round ya pili alitoka na magoli takriban 13, lakini angalia alipokuja Simba timu kubwa barani Afrika, timu ya 5 barani Afrika, lakini Jonathan Soa bado anapata kigugumizi. Yale magoli aliyokuwa afunga Singida, hapa anakuwa anashindwa. Hapa siku nyingine anapata namba, kuna mechi nyingine hapati namba, kwa sababu ya ukubwa wa klabu ya Simba na kwa sababu ya wachezaji wa Simba Sports Club. Sasa ukimwangalia huyo mchezaji kacheza msimu mzima na magoli 14, lakini Jonathan Soa kacheza nusu tu ya msimu ana magoli 13, lakini bado anapata shida ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu Simba ni klabu kubwa. Kwa hiyo mimi naamini mchezaji kama huyo akija, si mchezaji wa kutegemewa, ni mchezaji ambaye tunahitaji sisi mashabiki tumsubirie. Lakini pia unaweza ukasajili mchezaji mdogo na akaja gari likawaka moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza kumsajili mchezaji wa timu ndogo na akaja gari likawaka moja kwa moja. Kwa hiyo mimi mchezaji huyu atakapokuja naweka 50-50, anaweza akawini na anaweza pia asiwini. Kwa hiyo kwa sababu kutokana na ligi anayotoka naye mwenyewe mchezaji hakucheza timu nyingi katika ligi ya kwao. Vyuma vya Young Africans umeviona? Vyuma nimeviona, lakini pia wachezaji wanaokuja ni wachezaji ambao tushawazoea, wametoka pale Singida, ni wachezaji ambao ni wa kawaida. Kwa hiyo kama hawa waliosajiliwa kwa mbwembwe wameshindwa ndani ya miezi mitatu, hata hawa watakao kuja ni wale wale. Unajua klabu ya Simba ina wachezaji wazuri sana, tatizo letu tu uongozi haujakaa sawa, na ndio maana sisi tunaona kama wachezaji wetu wa kiwango kikubwa, lakini hao wanaokuja Yanga mimi naweza kusema ni wachezaji wa kawaida tu. Lakini chengine ambacho nilichokisikia katika mitandao kuhusu Clatous Chama, hiyo anakuja klabu ya Simba, mimi kwa mapendekezo yangu, kwa sababu kuna tetesi pia Jean Charles tunaweza tukamuuza katika dirisha hili kwenda Raja Casablanca. Kama unamtoa Jean Charles pale namba 10 ya Simba kwenda Raja Casablanca, kwa Afrika Mashariki hii na bara hili la Afrika, mchezaji ambaye anaweza kuziba pengo la Jean Charles kwa haraka yani, basi ni Clatous Chama. Yani anaweza akaja pale tukawa tusione pengo la Jean Charles. Lakini kama tutamuondoa Jean Charles, tutapata mchezaji mwingine asiyekuwa Chama, basi pengo litakuwa liko pale pale. Kwa hiyo mimi kama hili dili litakuwa Raja Casablanca utamsajili huyu Ahoua, basi mimi napendekeza 100% viongozi